Bwana Yesu Kristo asifiwe sana mpenzi msikilizaji. Basi usiku wa leo ninasema ya kwamba karibu katika kipindi hiki cha Safina ambacho sasa hivi kinaanza hadi mwendo wa saa 3 kamili. Unasema namna gani ndugu Adi? Mimi nasema kwamba nashukuru kwa sababu Mungu ametuweka hadi siku ya leo, wakati ambapo mchungaji anakuja na neno ambalo anakuja kuendelezea mali aliachia ile wiki iliyopita, akisema kwamba tabia Rahabu ya kwanza ambayo tunajua kwamba tanzia mahali pale. Na najua kwamba basi usiku wa leo pia utakuwa unajifunza mengi zaidi na kujua kwamba Rahabu alikuwa mtu wa aina gani, kwa sababu wengi tu wanasemanga Rahabu ni kahaba, na kwa sababu ni kahaba basi wanawachia mahali pale. Lakini mchungaji alikuwa anasema ya kwamba kuna siri ambayo Rahabu alikuwa nayo, ambao pia sisi inatakana tuweke siri kama hiyo ili tuendelee kuendelea katika huduma jinsi ambavyo mchungaji alitueleza wiki iliyopita. Kwa hivyo basi usiku wa leo ninajua kwamba umejiandaa notebook yako, Biblia yako, ili ya kwamba wakati ambapo mchungaji anaingia kwenye studio ukaweze kufuatilia ujumbe huu kwa undani hata na zaidi. Just say after me, Lord Jesus. Sema tu nyuma yangu, Bwana Yesu, come into my life. Kuja kwa maisha yangu. Forgive me my sins and wash me again. Nisamehe dhambi zangu na unioshe mara tena. I have lived in sin for a very long time. Nimeishi dhambini kwa muda mrefu. I've lived in darkness. Nimeishi gizani. But God, tonight I want to come to light. Lakini usiku wa leo Baba nataka nikuje mwangani. Save me from wherever I am. Nioe mahali nilipo. Spirit of God, na Roho wa Mungu, come upon me now. Kuja juu yangu sasa. In Jesus mighty name. Kwa jina kuu la Yesu. That prayer we have offered is very important. Hiyo maombi ambayo umetoa ni ya maana zaidi. As we begin our service again tonight. Wakati tunaanza ibada yetu mara tena usiku wa leo. Remember there is something that is very deep that we are studying in this season. Kumbuka kuna kitu ambacho cha ndani zaidi ambacho tunajifunza majira haya. I said a number of things in our service last week. Nimesema mambo mengi kwa ibada yetu iliyopita. Could be you missed it last week. Unaweza kulikosa wiki iliyopita. I just want to say 2 or 3 things. Lakini nataka niseme tu vitu viwili ama vitatu. And then we move on. Alafu tuendelee mbele. I said don't hate Rahab. Nilisema usimchukie Rahabu. She could be a sinner. Anaweza kuwa mtenda dhambi today. Leo. You don't know what will happen tonight. Lakini hujui nini itatendeka leo usiku. Remember the thief on the cross. Kumbuka yule mwizi msalabani. They left him as a sinner. Walimwacha msalabani akiwa mtenda dhambi. And just 2 minutes turned his life around. Lakini dakika 2 ilibadilisha maisha yake. He addressed the Lord on the cross. Alimsongea Bwana pale msalabani. Told him, forgive me my sin. Akamwambia nisamehe dhambi zangu. And remember me in the life to come. Na unikumbuke kwa maisha yajayo. That is the prayer we are all making tonight. Na hiyo ni maombi ambayo wote tuwafanya usiku wa leo. There is a life that is after this. Kuna maisha ambayo inakuja baada ya hii. Let nobody cheat you that after death everything is gone. Umoja mtu asikudanganye kwamba baada ya kifo kila kitu kimekwisha. The Bible is working until today. Biblia inafanya kazi hata leo. It saved Rahab, it saved me, it can save you. Iliokoa Rahabu ikaniokoa mimi pia yaweza kuokoa wewe. It's very powerful, it never dries. Ni nguvu zaidi, iwezi kauka. It is the fresh flowing waters from the mountain. Ni maji yaliyo mapya kila wakati kutoka milimani. And the Bible says as a deer pants for streams of water. Na jinsi ambavyo ayana anatamani maji ya mito. Such is how my soul thirsts for this word. Hivyo ndivyo roho yangu inatamani neno hili. I said this last week. Nilisema hii wiki iliyopita. When you believe in God, wakati unamwaminia Mungu, God will use you from every point of life. Mungu atakutumia katika kila njia katika maisha haya. And the dangerous part of it is when a believer lacks faith. Na mahali ambapo ni hatari zaidi ni wakati muumini anakosa imani. I say a believer because could be you are going to church and believe going to church is good. Nimesema muumini kwa sababu unaweza kuwa unaenda kanisani na unaamini kwenda kanisani ni kitu kizuri. But how many are in churches today without faith? Lakini wangapi wako kanisani leo bila imani? They are moving to every new church in the city. Wanasonga katika kila kanisa jipya mjini. When somebody new comes in the city, wakati mtu mpya anakuja mjini, that is my papa. Huyo ni baba yangu. And they keep on moving looking for what they don't know. Unaendelea kusonga kutafuta kile ambacho hawajui. And I always say it in this way. Na nimekuwa nasema kwa njia hii. You cannot get it from the altar where you are. Huwezi pata pale kwa madhabahu mahali ulipo. You will get it nowhere else. Kile ambacho huwezi pata pale huwezi pata mahali kwingine. Look at how God have made his mind to use a prostitute. Kumbuka jinsi Mungu amefanya mawazo yake kumtumikia kahaba. Were there no other people who are better than Rahab in Jericho? Je, hakukuwa na watu wengine ambao walikuwa wazuri kushinda Rahabu kule Yeriko? There was also the king of Jericho. Pia kulikuwa na mfalme wa Yeriko. If God
God was not a respecter of persons, Kama Mungu ampendelee yeyote, God would have just gone to the king. Mungu angeenda kule kwa But mfalme. look at what is surprising minds until today. Kumbuka kile ambacho kinashangaza akili hata mpaka How leo, God goes to a prostitute. jinsi ambavyo Mungu anaenda kwa And kahaba. we learned something that was very special in our last service. Na tukajifunza kitu ambacho kilikuwa maalum kwa ibada yetu iliyopita. Why the men that Joshua had sent Kwa nini watu ambao Yoshua alikuwa ametuma went into Jericho and was just looking for that house. walienda Yeriko na walikuwa wanatafuta tu chumba And kile, the Spirit was leading them. They were missing every house, na Roho alikuwa anaongoza, wanakosa chumba kingine but they chochote, could not miss the house of Rahab. lakini hawangekosa chumba cha It Rahabu. was not a big house. Haikuwa chumba kikubwa. Sometimes we think God is in big houses, Wakati mwingine tunadhani kwamba Mungu ako kwa manyumba makuu, but they went in maybe a 10 by 10 house. na wakaenda pengine nyumba ya 10 kwa 10. There was no bedroom. It was not even self-contained. Haikuwa na chumba cha wala pengine self The contained. best Rahab had done, Kile kizuri ambapo Rahabu alikuwa she amefanya, had put an upper place on top of a roof. aliweka kitu pale juu darini. And something I learned about this woman, Na kitu ambacho najifunza kuhusu mwanamke she huyu, was a great secret keeper. alikuwa mtu wa kuweka siri. How many big people in the city of Jericho Watu wangapi wakuu kule kwa mji wa Yeriko go to Rahab for services? wangeenda kwa Rahabu kwa sababu ya huduma? But she never told anybody the governor was here. Hakuambia kwamba Fana alikuwa She hapa. never told anybody the president visited me yesterday. Hakuambia kwamba rais alitembelea jana. That is why she had a secret place on top of the roof. Ndio maana alikuwa na mahali pasiri juu ya dari pale The same darini. was in her heart. Hiyo ilikuwa ndani ya moyo The pia, same was in her spirit. kama hicho pia kilikuwa rohoni A mwake. woman who could keep a secret Yule mwanamke ambaye angeweza kuweka must have a siri, special space in her house. angekuwa na nafasi ya maalum kwa nyumba A yake. woman who can keep the secret of a ministry. Yule ambaye angeweza kuweka siri ya huduma, What blesses you in your life, kile ambacho kinakubariki maishani you mwako. must have a place in your life. Lazima ukuwe kitu kwa maisha yako, Put the secret of its success there. kuweka siri ufanisi wake pale. Ask me who is foolish. Niulize, nani ni mpumbavu? Is anybody who takes the secret of the father out? Ni yule ambaye anachukua siri ya baba na kupeleka nje. Ask me who is foolish. Niulize, nani ni mpumbavu? Is the one that takes the secret of the father to the top of the roof. Yule ambaye anachukua siri ya baba na anaweka juu darini. Whatever is done on top of the roof, Kile ambacho kimefanywa juu ya paa, the man still remains to be your father. bado yule mtu anabaki kuwa baba The yako. man still remains to be your father. Yule baba bado anabaki kuwa baba That yako. is why there are people in your life you will never choose. Kwa sababu ndio maana kuna watu kwa maisha yako huwezi chagua. Number one is your biological father. Wa kwanza ni baba wako wa kiasilia. Times I look at my life Wakati mwingine naangalia maisha and I yangu always think if there was anybody I would ever choose to be my biological father na nafikiria kwamba kama kungekuwa na mtu ambaye ningechagua kwa baba wangu than the one I had, kushinda yule ambaye nilikuwa I naye, would choose one of the royal families. ningechukua wale ambao walikuwa na ufa katika familia ya And I kifalme. know you are also saying that. Na najua pia wewe unafikiria Somebody hivyo. one time called me Siku moja mtu akanipigia and was simu really regretting from the family he was born. na alikuwa anakuwa na shauku kwa ile familia ambayo alikuwa I amezaliwa. was seated in the office and I had a lot of time to spend him. Nilikaa ofisini nikapata nafasi ya And I was asking him, which family would you want yourself to come from? nikamuuliza ni familia gani ungetaka utokee ndani He yake. mentioned one of the royal families. Akataja familia moja ya I kifalme, wish you knew the problems those people have. na maana ungejua shida ambao watu wao wako Some nayo. of them don't eat the food you eat. Wengine hawakuli chakula ambacho unakula, They have sugar and salt. wako na chumvi na They sukari, have all the sicknesses. wako na magonjwa They yote, have all the COVID with them. wako na macovid That is zote. why COVID is not even afraid of the state house. Ndio na covid haiogopi hata State House. And our God, the God of Rahab, Lakini Mungu wetu wa still Rahabu remains to be a God of second chance. anazidi kuwa Mungu wa nafasi ya This pili. sickness will not kill everybody. Hii ugonjwa itaua kila There are mtu. those who will remain and they are the generations of Joshua. Hao watakaobaki ni kizazi cha Yoshua. God wants to prove something in this season. Mungu anataka kuonyesha kitu kwa majira haya. He's not going to use the strong to cross. Haendi kutumia wale wenye nguvu kuvuka. He's going to use those who are obedient and help us. Anaenda kutumia wale ambao ni watiifu na wanaweza Look kusaidia. at the kind of man that Joshua was. Kumbuka mtu ambaye Yeshua A alikuwa, great secret keeper mtu wa kuweka siri, who went into Jericho for the first time. ambaye alienda Yeriko mara ya Him kwanza, and Caleb. yeye na And Kalebu. when he went there, he was not seeing what others were seeing. Wakati alienda kule akuona kile ambacho wengine waliona. Children of the altar will not see everything. Wana wa madhabahu hataona kila They kitu, will see
see what the Spirit wants them to wataona see. kile ambacho Roho anataka waone, That which blesses you, kile ambacho kinakubariki. never destroy it forever. Usiangamize milele. That which has blessed your Kile life, ambacho kimebariki maisha never yako, turn away from it forever. usigeukie mbali That is milele. why even when Moses was a stammerer, Ndio maana hata wakati Musa alikuwa kigugumizi, Joshua was still an aid to Moses. bado Yoshua alikuwa msaidizi kwa Musa. How many people are running from fathers who are stammerers? Ni wangapi wanatoroka baba ambao ni vigugumizi? How many are running from fathers who are Ni failures? wangapi ambao wanatoroka baba ambao wamekosea? How many are doing what is not supposed to be Ni done? wangapi wanafanya kile ambacho kitakani kufanyika? The God of Rahab, Mungu wa Rahabu, God of a second chance, Mungu wa nafasi ya He pili, is moving now. anasonga sasa In the hivi name of Jesus. kwa jina la Yesu. Somebody praise the Lord. Bwana asifiwe. I Mtu want to take you to another very interesting scripture. bado nataka niwapeleke kwa maandiko mengine ya I kufurahisha want to zaidi. take you to the book of Hebrews. Nataka niwapeleke kwa kitabu cha And Waibrania, of course, Hebrews chapter 11 ikiwa ni Waibrania 11, talks about the giants of faith. inazungumzia kuhusu majabali wa imani. It talks about people who believed without seeing. Inazungumzia watu ambao waliamini bila kuona. And the Bible says these people until their death, Biblia inasema watu hao mpaka wakakufa, they wakafa, died believing. walikufa wakiamini. You are still alive today. Wewe unaishi leo And you are living not believing. na unaishi na uamini, You are living not knowing that God is alive. unaishi na ujui kwamba Mungu anaishi. You are pretending you don't know the victories that God has given you. Unapuuza ushindi ambao Mungu amekupa. Even the life that you have today, Hata hiyo maisha unayo you leo, don't know why COVID has not selected you. haujui kwa nini COVID I hajakuchagua. shared this in a service I had about 2 weeks ago. Nilishiriki hiyo wiki iliyopita karibu I mbili. wanted to demonstrate something in the spirit. Nilitaka kuonyesha kitu We kirohoni. don't know how COVID is picking people. Sijui jinsi COVID inachagua You watu. hear so and so has it. Unasikia mtu fulani na fulani wako nayo, Then I made it this way. na nikaifanya It hivi. is counting 1, 2, 3, Inahesabu 1, 2, 4, 3, 5, 6 5, 4, 5, 6 until number 19. mpaka Because 19, it is called COVID-19. kwa sababu inaitwa COVID So 19. when you are number 19, Wakati wenu wa 19, COVID is with you. COVID iko na wewe. And I made a special prayer. Na nikafanya ombi May spesheli, you never be number 19. wacha usiwe wa 19, Because COVID will go away with kwa you. sababu COVID itaenda May nawe. you be between number 18 and number 1. Wacha ukwe kati ya 18 mpaka I am 1. simply saying, may the God of Rahab Nasema tukirahisi wacha Mungu wa Rahabu choose you where you are, akuchague mahali ulipo that he may use you. ili akutumie. People that God is preparing in this season, Watu ambao Mungu anaandaa kwa majira he haya, wants to use them in the next season. anataka kuwatumia kwa majira So ijayo. woman of God, wherever you are listening Kwa hivyo from, mwanamke wa Mungu mahali ulipo people usiku who wa are under leo, the power of my voice tonight, kama unasikia sauti yangu usiku wa leo, don't faint. God wants to use you. usizimie. Mungu ataka kukutumia. Don't run away from that power. God wants to use you. Usitoroke nguvu hiyo ambayo Mungu anataka kukutumia. One of the greatest miracles I've seen the God of Rahab do Unajua muujiza mkuu ambao nimeona Mungu wa Rahabu is akitenda about a testimony I had in the office today. ni ushuhuda ambao nilisikia ofisini A leo. man who a number of months ago Ni mtu yule ambao miezi chache iliyopita had given me the timetable of the Form 4 exam. alitoa mfuatano wa mitihani ya kitaifa. The Form 4s were just about to do their exam. Kidato cha nne walikuwa karibu kufanya mitihani. That was in the year 2019. Hiyo ilikuwa mwaka And 2019. he came with a program of exams to my office. Akakuja na mpangilio wa mitihani hiyo ofisini wa For a little mchungaji. while I was confused. Kwa muda kidogo mchungaji I achanganyikiwa, thought he was in a wrong place. alidhani kwamba I amepotea. didn't expect the exam timetable in the office. Hakutarajia kwamba mfuatano wa mtihani kwa ofisi But yake, his words amazed me. na haya maneno yalimshangaza. Said, I've brought this Akasema nimeleta hii because my son is in this program. kwa sababu mtoto wangu ako kwa And I want mpangilio to huu. believe the God of this earth. Nataka niamini Mungu wa madhabahu haya, Those were many months ago. kwa sababu kwa miezi chache mingi ambayo imekuja, Just today, the same man came today. huyo mtu akakuja leo And he tena, was coming with an admission letter akikuja na barua ambayo ya kuitwa, showing me that the son has been admitted akionyesha kwamba mtoto aitwa in shule a public university in the Republic of Kenya. kwa university ya kitaifa hapa nchini. Maybe you cannot say amen because you don't know what a miracle is. Hauwezi sema amina pengine kwa sababu hujui muujiza ni What nini. looks to be a miracle Kile ambacho inaonekana kuwa muujiza in my life may not be a miracle in your kwa life. maisha yangu inaweza kuwa si muujiza kwa maisha yako. Let me
stop from there, Wacha nisikwambie pale, that I may not forget to read the book of Hebrews chapter 11. ili nisisahau kusoma kitabu cha Waebrania I 11. just love teaching the word of God, Napenda tu kufunza neno la and Mungu, especially when the flow is there. hata wakati ule mtiririko uko pale. Remember, many pastors and preachers have taken a long time before preaching, Kumbuka wachungaji wengi wamechukua muda mrefu kabla wahubiri, and now they just feel like bursting, na sasa hivi wanahisi kama kulipuka. just wondering what I will do in my first service after COVID-19. Najiuliza tu nitafanya nini kwa ibada yangu ya kwanza baada ya COVID-19. I will be preaching about the Jesus who have taken me through the year 2019. Nitakuwa nahubiri kuhusu Yesu ambaye amenipitisha mwaka 2019. Somebody praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. The book Mtu of Hebrews chapter 11, Waebrania and 11 I'm reading from verse 30. na nasoma mstari wa 30. The Bible says, by faith the prostitute Rahab, Biblia inasema kwa imani kahaba Rahabu, because she welcomed the spies, kwa sababu aliwakaribisha wale wapelelezi, was not killed with those who were disobedient. hakuangamizwa pamoja na wale waliomuasi Mungu. I don't know if you are getting what I'm about to read again. Sijui kama unapata kile ambacho nataka kusoma tena. Just because of welcoming the spies, Kwa sababu tu ya kuwakaribisha the wapelelezi, Bible is not calling her the righteous Rahab. Biblia imuiti yule Rahabu mtenda haki. The Bible still wants to remind you. Bado Biblia inataka ikukumbushe, Many people like forgetting things that are common. kwa sababu watu wanapenda kusahau vitu ambavyo ni vya The kawaida. Bible reminds you that the Rahab we are talking about, Biblia inakukumbusha kwamba Rahabu the tunayemzungumzia Rahab who was the prostitute. ni yule ambaye alikuwa kahaba. And it tells you so that you may feel the way many are feeling. Inakwambia ili uhisi jinsi wengi Many wanahisi. are feeling bad because Rahab is now Rahab, not the prostitute. Watu wanasikia vibaya kwa sababu sasa hivi Rahabu si yule Rahabu There kahaba. are people once they were sinners. Kuna watu ambao mwanzoni walikuwa watenda And dhambi, God in his own mercies lakini Mungu kwa rehema zake mwenyewe decided to use them for this end time. aliamua kuwatumia kwa nyakati hizi za mwisho. Those who never believed that God could do that, Wale ambao kuamini kwamba Mungu aweza kutenda I hiyo, am telling them they will spend the rest of their days in the toilet. naambia kwamba watakuwa siku zao zote chooni. Those who thought that the ministry would go off, Wale ambao walidhani kwamba utumwa utaisha, God who thought that COVID has come to clear away every gospel. wale ambao walidhani kwamba COVID imekuja kuangamiza kila injili. After all, somebody says it is better the whole world to be the way it is. Hata hivyo wengine wasema ni vizuri dunia nzima kwa jinsi ilivyo. No schools and no churches. Hakuna mashule na hakuna makanisa. Telling you will spend the rest of your days in a toilet. Nasema utapukua siku zako zote ukiwa chooni, Because your stomach is beginning to bring trouble now. kwa sababu tumbo yako inaanza kuleta shida sasa hivi. So there are times that all the disobedient ones are going to be destroyed. Kwa sababu kuna wakati ambao wale walioasi wanaenda kuangamizwa, People expect you to be among them na wengine wanatarajia ukwe kati yao just because you are a prostitute. kwa sababu wewe ni But kahaba. the Bible says this, Biblia inasema hivi, just because she welcomed the spy, kwa sababu tu waliwakaribisha some wapelelezi. people can cheat you and they are welcoming you. Wengine wanaweza kudanganya kwamba But wanakukaribisha, after that they open their mouths like the morning sun. lakini baada hiyo wanafungua vinywa zao kama jua ya And asubuhi, soon the secret of your life na hivyo siri ya maisha is yako with the birds of the air. iko kwa ndege wa angani. But the Bible says this, Lakini Biblia yasema there hivi, is a character that Rahab had. kuna tabia ambayo Rahabu alikuwa And that nayo. is what we discussed last week. Hiyo ndio ile ambayo tulishiriki wiki The iliyopita, power to keep a secret. nguvu ya kuweka siri. If you are a woman, you must keep the secret of your marriage. Kama wewe ni mwanamke, lazima uweke siri ya ndoa If yako. you're a young man and you want to get married, Kama wewe ni kijana unataka if kuolewa, you tell the birds of the air, kama utaambia ndege wa they angani, will walk behind you in the darkness. watatembea nyuma yako gizani, And you will get surprised your wife is no na more. utashangazwa kwamba mke wako hayupo There tena. is a time I witnessed an issue, Kuna wakati mchungaji alishuhudia shida not in our fulani, ministry but elsewhere. si kwa huduma yetu, lakini mahali A pengine, young man wanted to marry. kijana ambaye alitaka kuoa, And the girl, because she was very excited, na msichana kwa sababu alifurahia she zaidi, went around telling others, my day has come. alienda akiambia wengine siku yangu imefika. And the day was still a number of years to come. Na baada ya miaka ilipokuwa karibu kufika, And soon news went by that the daughter of so and so wants to get married. ujumbe ulitambaa kwamba binti wa fulani na fulani anataka kuolewa. She didn't know the birds of the air had caught up this news. Hakujua kwamba ndege wa angani walikuwa wamepata habari hii, They took it around
like fire. na wakapeleka kama moto. Now news came from somebody Kwa hivyo ujumbe ukatoka kwa to mtu, warn the young man. wakaambia huyo kijana, That girl you want to marry, huyo msichana ambao unataka kuoa she has 3 children at home. aka na watoto 3 nyumbani. The man changed his mind. Huyo kijana kabadilisha akili You yake. cannot keep the secret of your life. Kama huwezi weka siri ya maisha The yako, greatest fall out in the ministry of Jesus kwa kuanguka kwa huduma ya Yesu Kristo, is when Christ brought Judas around him. ni wakati Yesu alimleta Yuda karibu naye. Judas knew him so much. Yuda alimjua vizuri And zaidi. Christ did this and took him even to the finances of the ministry. Kristo alijua atakampeleka katika fedha ya huduma. Judas knew how much the ministry was bringing in. Yuda alijua jinsi gani huduma ilikuwa inaleta fedha He ndani. knew the moment the master went to pray. Alijua wakati yule mkuu alikuwa anaenda kuomba. People who want to betray you will even call you my master. Wale ambao wanataka kukusaliti watakuita hata wewe kwa mkuu People who wao. want to betray you will even call you my teacher. Wale ambao wanataka kusaliti pia watakuita mwalimu But wangu. the moment the time comes for betrayal, Lakini wakati unapokuja they kusalitiwa, will no longer keep the secret about you. hataweka siri kukuhusu. Many ministries have gone down Kila huduma nyingi zimeenda because chini of the Judas around the ministry kwa sababu ya Uyuda ndani ya huduma. who have gone ahead Wale ambao wameenda and destroyed the ministry na kuangamiza huduma by giving the birds of the air kwa kupea ndege wa angani every information kila that ujumbe the enemy have used yule adui ametumia to fight the ministry. kupiga vita huduma. The reason why Delilah defeated Samson Sababu ambayo Dalila alimshinda was Samsoni not because she was strong. haikuwa kwamba alikuwa mwenye nguvu, It was because she knew the secret of Samson. ni kwa sababu alijua siri ya The Samsoni. moment they will know your secret, Wakati watajua siri they yako, will know the reason why your husband loves you. watajua sababu kwa nini mume wako How anakupenda. many women today, Ni wanawake wangapi their leo marriages are in tears ndoa yao iko majonzini because their neighbors kwa sababu jirani zao learnt of their secret. walisoma siri zao. How many men today Ni wanaume wangapi leo cannot even marry hawawezi hata kuoa because their secrets are kwa exposed? sababu siri zao zimewekwa Their wazi, secrets have been known. siri zao zimejulikana, Their secrets have been told everywhere. siri zao zimeelezwa kila When mahali. your secrets are out, Wakati siri zako ziko it nje, is hard for you to go ni ahead. ngumu kwako kusonga But mbele, the God of Rahab, lakini Mungu wa the Rahabu, God of a second chance, Mungu wa nafasi ya the pili, one who was anointed yule ambaye amepakwa and the mafuta oil was upon him, na mafuta ilikuwa juu is yake, here tonight. ako hapa usiku wa Somebody leo. praise the Lord. Bwana asifiwe. Mtu Rahab is mentioned Rahabu ametajwa among the giants of faith. kati ya majabali wa The imani. book of James and chapter 2, Kitabu cha Yakobo mlango wa and pili, we are reading verse 25. na tunasoma mstari wa 25. James chapter 2 and verse 25. Yakobo 2:25. Make sure your Bible is open. Hakisha Biblia yako imefunguka. The Bible says in James chapter 2 verse 25, Biblia inasema katika Yakobo in 2:25, the same way vivyo hivyo was not even Rahab the prostitute hata Rahabu yule kahaba considered righteous hakuhesabika haki for what she did kwa yale aliyotenda when she gave lodging to the spies alipowapokea wale and wapelelezi sent them off in a different na direction. kuambia waende njia nyingine. My. My. Rahab the prostitute. Yule Rahabu kahaba, Still the Bible reminds you bado Biblia inakukumbusha that she is the same Rahab ni yule Rahabu that we are meeting in the book of Joshua. ambao tunakutana naye kwa kitabu cha So Yoshua. repeatedly the Bible still calls her the prostitute. Kwa kurudia Biblia bado inamuita kahaba, Not because she is, si kwa sababu yeye bado ni it is kahaba, because of you don't believe ni kwa sababu wewe usiamini in what God is able to kwa do. kile ambacho Mungu ako tayari kutenda. So the author still reminds you it is Rahab the prostitute. Bado mwandishi anakukumbusha kwamba ni yule Rahabu kahaba, Because you may think it is a different Rahab. kwa sababu unaweza fikiri kwamba ni Rahabu You mwingine, didn't expect to find Rahab in heaven. au kutarajia kupata Rahabu You mbinguni, didn't expect to find me preaching tonight. au kutarajia kupata mchungaji akihubiri They leo, don't expect you to go past COVID-19. hawakukutarajia wewe upite I'm COVID-19. telling you, even COVID-20 will go past. Na kuambia pia COVID-20 utayapita, Even the COVID-2030. hata We COVID-2030. don't care how many COVIDs are coming. Hatujali ni COVID ngapi We anakuja. have learned something very special
special Tumejifunza kitu in maalum the season of COVID. kwa majira ya COVID. Remember, I started this series Kumbuka nilipoanza mafuatano haya about the God of Rahab kuhusu Mungu wa Rahabu. just in the season of COVID. Kwa hii tu majira ya Because COVID. God keeps on speaking to my spirit. Kwa sababu Mungu anaendelea kuzungumza That kwa roho go and yangu. tell those who love me that Enda kuwaambia wale I'm a wanipendao God of a second ya chance. kwamba mimi ni Mungu wa nafasi ya They may pili. have sinned beyond human mercies, Wanaweza kuwa wamefanya dhambi zaidi ya rehema za but I've wanadamu, intended to begin the great victory from them. lakini nataka kuanzisha ushindi mkuu kwa maisha yao. When there is nobody in the altar Wakati hakuna mtu who madhabahuni can talk about the victories of the great God, ambao anaweza zungumzia ushindi wa Mungu mkuu, God will use a prostitute Mungu atatumia kahaba to tell you the greatness of your God. kuambia ukuu wa Mungu wako. When you don't believe in what God can do, Wakati waamini ile ambayo Mungu aweza God kutenda, will use a witch Mungu atatumia mchawi to tell you how your God is powerful. kukuambia jinsi Mungu wako ana And nguvu, the witches, they know. na wachawi wanajua. That is why when you go to the house of a witch, Ndio maana ukiingia kwa nyumba ya mchawi, immediately you go there, you find a Bible. ukienda pale utapata Biblia. You are asking me, how do I know? Unaniuliza unajuaje? One time I went there Wakati mmoja mchungaji alienda when I was kule, lost in the world, wakati alikuwa mpotelea and duniani my mother was still na alive, mama yake alikuwa bado anaishi, and I didn't know about na God. sikujua kumhusu And there were a Mungu, lot of issues between my mom and my na dad. kulikuwa na shida kati ya mama yake na baba So yake. my mom resorted to going round, Kwa hivyo mama yake aliamua kuenda coming from a polygamous family. kutoka kwa familia wake wengi. Every woman wants the attention of the man. Kila mtu anataka mme So mwelekee yeye, everybody is looking for a help. kila mtu anatafuta And my usaidizi, mother took me there because I'm a firstborn, na mama yake akampeleka pale kwa sababu alikuwa mwana wa kwanza, just to try and settle their relationship with my father. kujaribu kuleta suluhisho kati ya babake na mama I yake. am proud today to tell you Leo ninafurahia kukwambia it did not work. haikufanya kazi. What works today Kile ambacho kinafanya kazi is leo your relationship with the God of a second ni chance. uhusiano wako na Mungu wa nafasi ya And pili. that is why when I preach, Ndio maana wakati nahubiri, somebody asked me, why are you running like that? mtu anauliza kwa nini unakimbia I hivyo? know the danger that I was in. Ninajua hatari ambayo nilikuwa kwayo, I know the life that I'd lived, najua maisha ambayo niliishi where kwayo, everything became hard. wakati vitu vyote vilikuwa But vigumu. one day I met a man Kwa sababu siku moja nilikutana na who mtu has been and was my spiritual yule ambaye father. alikuwa baba wake wa He kiroho, preached the way I'm preaching. alikuwa anahubiri jinsi And he anahubiri. looked at me and told me, Alimwangalia akamwambia, you will serve God. utamtumikia Mungu. Nobody would believe that at that time. Hakuna mtu angeamini hiyo wakati huo, Because anybody would compare me kwa to sababu kila mtu angemfananisha Rahab the harlot, kwa Rahabu yule the kahaba, one at the back of the city. yule ambaye alikuwa kando kando ya But I mji. thank God for this life. Lakini nashukuru Mungu kwa maisha My haya. mother one day told me Mama yangu siku moja akaniambia she forgot and threw the placenta. alisahau akatupa utumbo wa I mean, she mtoto, threw the baby alitupa mtoto and she left the na placenta. kabaki na utumbo wa The mtoto. placenta is here preaching tonight. Utumbo wa mtoto uko hapo unahubiri leo, And I'm sharing this grace of God with you. na nashiriki neema hii ya Mungu nawe. God can use you from any corner. Mungu anaweza kutumia kutoka kila pembe, Don't belittle your life. usijishushe. Father, in the name of Jesus, Baba, kwa jina la Yesu, use anybody you have purpose to use. tumia kila mmoja umekusudia It kumtumia, doesn't matter what they are doing. haijalishi kile It wanatenda. could be a witch even in Kitui. Inaweza kuwa pia mchawi kule Kitui, Remove them from the forest watoe kutoka kule and msituni use them to your glory. na watumikie katika utukufu Let the wako. whole church say amen. Wacha kila kanisa iseme Let us amina. meet next week. Wacha tukutane wiki ijayo. Na mpenzi msikilizaji, ukipenda kuwasiliana nasi, nambari ya kwanza ni 0721990930. 0721990930. Nambari hiyo nyingine. Nambari ya pili ni 0722243702. 0722243702. Hadi Alhamisi ijayo, nasema ya kwamba wacha Mungu akubariki, akutende mema. Afisi zetu zinapatikana pale katika jumba la Berul. Fika mahali pale second floor na Mungu atakubariki zaidi. Amina.